akasema hii siku itakuwa ya baraka na itakuwa njema. Na hata kama kuna mtu atanikwaza ataniambia nini, mimi nitakuwa na furaha bado. Hiyo siku hakika inakuwa hivyo. Hata mtu akikutukana, hata akikukwaza, utabeba huo kwazo. Akasema hayo ni mambo tu ya kawaida, lakini mimi hii siku kwangu bado ni njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni ibada maalum hii. Hii ni ibada ya kupakwa, ni ibada ya kujazwa nguvu. Ibada ya uvivio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ni ibada ya uvivio. Uvivio ni nini? Uvivio ni kile ambacho kinaenda kufifia, kile ambacho kinaenda kufa. Kinaweza kutiwa nguvu na kuamuka tena. Yaani ni ibada ya kutiwa nguvu za kiroho. Baada ya muda fulani, baada ya kutumika sana, baada ya vita vingi, baada ya changamoto nyingi, baada ya mambo ya kuvunja moyo, huwa imani inashuka na zile nguvu zinapungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika Biblia Yesu akawa katika songomano la watu. Kukawa kuna mwanamke ambaye alikuwa amevuja damu kwa miaka 12. Yule mama akasema tu nitakapogusa tu pindo lake basi mimi nitapona. Akasukumana katika ule mkono mpaka akaenda akagusa pindo la Yesu. Yesu mara akageuka akasema ni nani amenigusa? Akaambiwa na wanafunzi wake, watu wako wengi hapa, msongamano ni mwingi sana, kwa hivyo kuguswa ni jambo la kawaida. Akasema huyu aliyenigusa nguvu zimenitoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na yeye mwanamke asiweze tena kujistirika, akatoka mbele yake Yesu akasema ni mimi niliyekugusa. Nilikuwa na ugonjwa na nilipokugusa damu ikaacha kuvuja hapo kwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo katika kutumika kuponya magonjwa, nguvu zinaisha. Kama Yesu mwenyewe ambaye alikuwa mfano wa Mungu, alipoguswa na kutumika kuponya ule ugonjwa, alisikia kuna mapungufu. Wewe ni nani mpaka utumike mwaka mzima ukivunja na kubomoa nguvu za giza, ukiingia katika maboma ya wenyewe yako na mafingo unayasambaratisha, unaombea wagonjwa ambao walikuwa wamefungwa na vifungo vikali na unaving'oa, halafu nguvu zikupungua? Zitapungua hakika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata katika Biblia ukisoma utakuta kuwa Yesu mara kwa mara angejitenga peke yake, akaenda mahali milimani na akakesha kuomba mahali kule ili akapate kujazwa tena. Hivyo ndio tulikuwa tumefanya hapa wiki nzima iliyopita. Kutoka Jumatatu hadi Alhamisi tulikuwa tunaomba hapa usiku na mchana. Wale ambao waliwezeshwa barikiweni. Amen. Na wale ambao hamkuwezeshwa, wacha Mungu apate kukumbana na hizo hali ambazo mnapitia. Bwana Yesu asifiwe. Sababu wale waliokuwa mahali hapa hakika walihudumiwa kwa hizo siku 4. Tunahitaji uvivio mara kwa mara. Na ndio maana hata Biblia akasema kuwa kila mara kwa mara mkutane. Hata kuja kwenye kanisa huwa ni uvivio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza hapa kupata neno, tunaweza kujengana. Yule ambaye alikuwa ameinama anainuliwa tena, na yule ambaye amevunjikiwa anapata tumaini. Yule ambaye anaona ni kama anaenda kushindwa, anaenda kushikwa na kusimamishwa tena. Kwa hivyo kuna wakati kama huu ambao alikuwa Mungu ametutengea wiki iliyopita kwenda kumalizia leo, kuwa alikuwa ni muda wetu watu wa Victory, hasa wa hapa Menza Mwenye pamoja na Mbuji, tukapate kuviviwa. Hakika mumeviviwa. Amen. Kwa sababu gani watu wanapoteza nguvu? Kama vile nimetangulia kusema, kutumika katika kupigana na nguvu zile za giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyinyi ni washindi, lakini hata katika kupigana kuna majeraha ambayo mnaachwa nayo. Mnaitwa na jembe mimi vya mivi, no mivi no tungu. Ikikala kaenda kibiwa, hii goma jeraha inaenda nafika mo watu unashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Juzi na jana ulikuwa kiamuka saa 9 usiku unaomba, lakini saa hii kama unataka kulala jaribu kuomba, utapata usingizi saa hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sasa maombi kwako imekuwa kama piriton. Ndio maana tukianza tu unasinzia. Hata kama ni mchana kuna kitu kimepungua.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini hapo mwanzoni ulikuwa ukianza kuomba hivi, unashtuka umechukua masaa mawili non stop. Hoja zinateremka baada ya zingine zinateremka, na nyingi hata si zako, ni za kuombea watu wengine. Lakini saa hii ukifika pale kupiga magoti unaambia tu watu wako, haya angalia mtoto wangu, niangalie mimi. Umeisha. Unahitaji kuviviwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sababu kuna vita ambavyo vinaendelea vya kutoka nje na hata sisi wenyewe, kama vile ambavyo tumeshuhudiwa hapa na kutupitia unabii, kuwa tumejaa majiroho na tamaa na majiroho ya usharati. Sasa hayo majiroho ambayo tunayaruhusu wenyewe yanamaliza nguvu za Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nabii wa Mungu hapa akasema kuwa kanisa langu limejaa majiroho ya usharati na tamaa. Mama huyu anataka mzee yule, mzee yule anataka mama yule. Na hali kama hiyo kama haitathibitiwa, nageuka mahali hapa inakuwa ni kihalo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kifika mahali hapo, basi Mungu anatoka mahali pale anawaachia na wikirahanga wenu. Na kwa sasa ni behewa ambao hakuna nguvu za Mungu. Na ndio maana katika ibada ya uvivio kuna kutubu kwingi. Tubuni. Geukeni katika njia ambazo mnaenda. Huko siku ambako mimi Mungu napenda. Ingieni katika njia hii. Acheni mambo hayo ambayo mko nayo, mnayoyawaza, mnayoilikana, mnayoyafanya, mnayoyatamuka. Acheni ili mimi Mungu nikatembee na nyinyi, nikawajaze upya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo katika kuviviwa, katika kuinuliwa tena, katika ujazo wa nguvu, unayo kutubu. Kutubu. Na kutubu kule kwa kweli hata huwa hutaki mtu mwingine aliye hapo karibu asikie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini ukisikia mtu anatubu mpaka mwingine anaongeza na kizungu, oh my God. Hapo hakuna sincerity. Kuna kweli hapo. Kuna mambo mengine ukigagomba vipi kuna mwambie Mungu wa kwenda asikie de jirani. Maana wewe mwenyewe unakamanya kagoto mwenye kagafa. Hata ndio kwanza gamani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unatubu kama huo hapa kweli? Leo mtubu namna hiyo. Leo kweli mtubu namna hiyo hapa. Ange kama mtubu kwenye microphone. Kama bishop wangu mtubu kwenye microphone. Baba nisamehe. Kana shida. Wewe mwanadamu wewe. Mimi ni yeye pepi naye. Mwongea hapo mwanduni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nawaambia kuwa kule kutubu kwa kweli hata utakata mtu mwingine asikie. Ndio maana wakati mwingine watu tunaambiwa tafuta mahali pako pakando. Maana kuna mambo kwa sababu mwambie watu Mungu naongo katamuke sio ngungu ningeko ndani. Kana mtu akagomba. Baba nisamehe. Yule mama jana karibu ilibaki hapa. Kama mwazazi na. Ila nayo. Gatu biga ndeka yamefanyika hayo tubu kama huko leo. Hakujafanyika. Sababu unaweza tubu mpaka yule mwenzako karibu pale afu vile mazalo. Chani uwe. Akuje kama ufikia vingine Mungu yubaye. Abekana vivyo haka kuna mjeso. Kuna mjeso. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wakati mwingine wale Wakatoliki huwa wanafanya mambo ambayo huwa yako kama ni mazuri. Wajua wale Wakatoliki wao hupeleka tubu kama hizo kwa nini kwa fada. Na yule fada anakaa upande ule mwingine kumefuikwa hapo kadirisha. Na hatakikani yule ambaye anaongea upande ule awe anamuona. Sasa mwingine akaenda hapo kuongea maneno ya ndani kwa fada. Sasa yule fada alikuwa anajua sauti ya mtu. Akaanza kuongea maneno yake. Baba nilifanya hivi jana, juzi nikafanya hivi, mimi nikafanya hivi. Haikafika mahali haya bwana anaongea. Yamezidi. Akafungulia dirisha. Kumbe hata wewe unayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa yule bwana alikuwa ameenda kutubu cha kweli. Anaongea ule ndani. Sasa hiyo ndio toba ambayo inatakikana. Ukienda mbele ya Mungu na mwambia yale mambo ambayo hata wewe mwenyewe yako kwa moyoni. Baba kuna hili ambalo linanifuata. Baba nataka litoke ndani yangu.
Zaburi ikaandikwa ikasema kuwa chunguza moyo wangu Bwana. Yule alikuwa ni Daudi. Chunguza moyo wangu Bwana, kama kunacho chochote kile ambacho haukipendi basi kaking'oe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kile ambacho Bwana hakimpendezi, hata kama wewe kinakupendeza, kinakupenda. Lakini yeye Bwana hakipendi aking'oe. Hilo ndio ombi la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama tumefanya hiyo toba, sasa tukatengeneza nafasi nzuri ya Bwana kutuvivia, kutujaza nguvu tena, kutuweka katika laini zake, ili tukapate kusonga katika vitu ambavyo viko huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji nguvu za Bwana kila wakati. Katika Biblia kimejaa matukio ya uvivio. Ni mengi tu sana katika Biblia. Ukisoma katika Biblia unapata kuna uvivio mwingi sana. Katika Agano la Kale kulikuwa na uvivio, Mungu mwenyewe alikuwa akivivia watu wake. Na katika Agano Jipya kulikuwa na uvivio, hata mwingine ulifanywa na Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe alikuwa kila mara kwa mara anaenda kujivivia kupitia maombi. Kwa katika Biblia limejaa uvivio. Yesu baada ya muda angejitenga kwenda kujiombea ili akapate nguvu. Aidha alikuwa pengine anaenda kwa huduma, mwanzo alikuwa anaenda kujiombea, ama baada ya huduma kali angejitenga kujiombea. Tuombe neno kwanza. Reverence bora. Hayo. Baba mtakatifu, Mungu wetu mbinguni, nasema ni asante, wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Asante kwa neno Baba. Fungua masikio yetu ya ndani tukasikie toka kwako. Baba, mtumie mtumishi wako kama mfereji ni kwa ajili ya kutufikia sisi. Nena nasi Baba, tuko tayari kusikia toka kwako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Naomba nisomewe tu katika Biblia mahali tu padogo, alafu sitakuwa mrefu sana leo. Naomba nisomewe pale Luka 6. Luka 6. Yaani Luka mlango wa 6 kuanzia pale 11 hadi 12. Luka 6 mstari wa 11 hadi 12. Hapa Yesu alitumika kumponya mwanamume ambaye alikuwa na ulemavu. Na alipomponya yule mwanamume aliyekuwa na ulemavu, kukainuka vita. Mafarisayo wanasema, mbona umefanya kazi hii wakati wa siku ya Sabato? Hii ilikuwa ni siku ya kupumzika. Yesu akasema, mbona mnatilia umuhimu siku kushinda huyo mwenye siku? Huyu si ni mtoto tu kama vile wa Ibrahimu, anastahili pia baraka za Ibrahimu. Kukawa na mvutano mahali pale. Lakini Yesu akasema, mimi ninasimama katika ukweli ni ujuao na Mungu wangu. Soma hapo katika 6:11 hadi 12. Utasoma. Inasema, wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu. Kawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo alifanya kazi nzuri sana, lakini ile kazi ikapata upinzani. Na watu wakasemezana wenyewe kwa wenyewe, tutamfanya nini huyu Yesu? Kwa sababu anafanya vile ambavyo sivyo. Hata hao hawafurahi kuwa huyu mtu amefunguliwa, ameponywa. Wanaona kuwa mbona amefanya uponyaji wakati wa Sabato? Na Yesu naye akawajibu. Na katika ule mvutano, Yesu alikuwa ametumika mwanzo kuponya yule mtu nguvu zake. Na tena alikuwa pia amepambana na kujibizana na wale watu. Akaona, akapanda mlimani na akaomba usiku kucha kumwambia Mungu amfanyie revival. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingi tukitumika, wengi husema kuwa
hakuna shida, mimi nitaendelea tu. Hata mwingine kilelo tena kama huyo nimembomoa na nikashinda, hata ambao atamjaka nitambomoa nitamshinda. Wajidanganya. Wataka baada ya huduma kali, ama kama unaenda kwenye huduma kali, ujitenge kando, ujitayarishe, mwambie Mungu nijaze nguvu, nikiingia mahali pale iwe ni wewe ndio nafanya kupitia kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu baada ya kufanya kazi kubwa angejitenga akajiombea, ama kabla ya kwenda kufanya huduma kubwa angetenga wakati akajiombea na akaenda kwa ile huduma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingi hata mtumishi wa Mungu hapa kiende kwenye vita vikali usema, ninasikia niko na majeraha, kuna vitu nilimwombea vikanirukia yule nilikuwa ninamwombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata manabii wengi hapa watakwambia hivyo. Ukienda katika boma ama huduma kali, vitu vingine huwa unatoka navyo mahali pale, na vile vitu visivyokuja kubomolewa na kutolewa na kuombewa vitakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kila wakati tunahitaji revival. Revival nyingine ambayo ilifanyika kubwa sana na ni nyingi, nimesema hivyo, ni ule wakati wa Pentecostal. Wakati wa Pentecostal, wale wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wamebaki 11 walihitaji uvivio. Na ndio maana baada ya Yesu kufufuka aliambia nini? Kusanyikeni katika chumba cha siri kilicho mahali pa juu katika Yerusalemu, mkapate kufunga na kuomba mpaka nitakapowatumia msaidizi. Sababu walikuwa wamevunjikiwa. Walimuona yule ambaye alikuwa ameweka tumaini kwa, ambaye alikuwa ni Yesu mwenyewe, akisulubishwa na kufedhaishwa hata mwisho kuuliwa. Wakavunjikiwa. Wakasema kama wanaweza wakafanya vile yule ambaye tulikuwa tumemwamini, sisi ni kina nani? Hakuna tena mmoja aliyekuwa na ujasiri wa kusimama na kuhubiri na kunena kuhusu mambo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu akajua hayo, akawaambia nendeni mkajitenge, mfunge na kuomba. Mimi Mungu mwenyewe nitashusha Roho Mtakatifu, atawajaza tena, ndio mkapate kusonga mbele na huduma yao. Naomba nisomewe pale katika Acts 2. Matendo ya Mitume mlango wa 2. Kuja kidogo. Hebu anza tu hapo moja. Matendo ya Mitume 2:1. Nasoma inasema. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kwa watokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na waliokuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthina, Wamedi, Waemalami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani. Watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3
saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ukiendelea kusoma utapata kuwa siku ile wale ambao walikuwa wamejificha, wale ambao walikuwa wanauoga, walijazwa ujasiri mpaka wakatoka nje wakaongea kwa ndimi. Na Samuel Peter akasimama na akahubiria watu waliokuwa Yerusalemu wote, na wakapata kuongezeka watu 3,000 kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kunako vivio, kunako ongezeko. Kunako vivio kuna vipawa vinachipuka. Panapo vivio kuna ujasiri ambao si wa kawaida. Na kunapo uvivio kuna mambo ambayo Mungu anaenda kutenda ambayo si ya kawaida, itashangaza watu. Wale ambao walipiga kambi hapa kwa hizo siku 4, kuna mambo ambayo yataenda kuchipuka katika maisha yao, katika huduma zao, katika maboma yao ambayo yatakuwa ni ya kushangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ile siku ya Pentekoste, baada ya kukaa katika chumba cha siri wakifunga na kuomba kwa ule muda ambao walikuwa wameagizwa, mwishowe Roho Mtakatifu akashuka juu yao na kuna mambo makubwa yaliyotendeka. Hata tuna imani kuwa yale ambao tulikuwa na wao kwa hizo siku 4, kuna mambo makubwa yataenda kutendeka, si kwao peke yao, hata katika kanisa hili, kwa sababu panapo vivio kunako ongezeko. Kunako vivio kuna vipawa vitachipuka. Kunako vivio kuna mambo ambayo si ya kawaida yatatokea, hata mataifa watasema kama si Mungu yule basi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine wa vivio ambao ulipatikana katika Biblia ni nyingi, nimesema ni nyingi sana, lakini nitakuwa tunarukaruka. Wacha niguze tena ya moja ambayo ilifanywa na Yesu. Iliyofanywa na Yesu, vivio mwingine ulikuwa ni ule kufufua Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazaro alikuwa rafiki ya Yesu sana. Na Lazaro alikuwa na madada wawili, Martha na Mary. Lazaro akawa mgonjwa. Na Lazaro alipokuwa mgonjwa, Yesu akatumiwa ujumbe. Wakati ile hakuwa na simu, wakatumia SMS ama kama WhatsApp, lakini wakati hakuwa na teknolojia kama hiyo. Akatumwa mtu akaenda kumwambia Yesu kuwa rafiki yako Lazaro ni mgonjwa na dada zake wamekuomba uende ukamwombee ili akapate kupona. Lakini Yesu kwa sababu moja ama ingine hakuwezeshwa. Ule ugonjwa ukazidi. Ukiendelea ule ugonjwa mpaka mwisho Lazaro akafa. Akafa akazikwa. Siku ya 4 mpaka wamemaliza faraja, sumazi, ndio Yesu anaingia. Alipoingia, neno la kwanza kama wanadamu wa kawaida ilikuwa ni lawama. Martha na Mary akasema, Bwana ulikuwa wapi? Mpaka Lazaro akafa na sasa amezikwa ni siku 4. Yesu akamwambia, nionyesheni pale ambapo mmemweka. Akasema kuwa yeye tayari sahihi ananuka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema hata kama ananuka, nionyesheni pale ambapo yuko. Yesu akaenda hapa kwenye ile kaburi, akamwambia aondeshewe jiwe, na akamuomba Mungu na Lazaro akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule alikuwa ni mfano wa vivio. Wakati mwingine hata wewe katika maisha yako kuna mambo ambapo Mungu mwenyewe ameyavivia. Kuna wakati unaweza omba jambo lisitendeke, ukogopa sana kuwa haya mambo yasifike huku, lakini ukute mambo jinsi ambavyo unaomba yasiende huko, huko ndiko ambako yanaenda. Yaende mpaka ifike mahali useme haya na kuachia wewe Mungu. Ule wakati ukiachia Mungu, hapo ndio Mungu anaanza kubadilisha maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Martha na Mary wakawa wamefika mahali wanasema kuwa vile ambavyo amefikia sasa, huyu ndugu yetu hakuna vile ambavyo tena tunaweza tukampata tena. Lakini kumbe Yesu alikuwa hajapanga uponyaji, alikuwa amepanga uvivio, alikuwa amepanga ufufuo, alikuwa amepanga kufufua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo yenu mengi ambayo Mungu ameyafufua wiki hii. Amen. 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 Ijapokuwa yalikuwa mabaya, ukang'ang'ana na maombi,
kuwa Bwana hali hii niondoshe. Lakini katika hii wiki ambayo alikuwa amesema utengeni ili mkaniombe niuvivie, basi kuna mambo ambayo yalikuwa yamekufa ndani yako mpaka wewe mwenyewe ulikuwa umejua kabisa hayatakuwa tena, yataamuka, kwa sababu ni Mungu mwenye kufufua. Amen. Amen. Kama mtumishi hapa tushaongea mara nyingi kuhusu kipawa chake pale akiwa anafanya kazi yake. Akasema mimi niko na kipawa cha walimu. Lakini leo Mungu kwa rehema zake kimefufuliwa. Amen. Yeye kwa kilikuwa kimekufa, alikuwa amekizika, anajua tu alikuwa na hicho kipawa, lakini sasa hakitumiki tena. Lakini kwa rehema zake Mungu amesema wacha kikamuke, sababu hii wiki ilikuwa ni wiki ya uvivio. Na kwa madamu na kwa kuwa yeye amekonektiwa na hii madhabahu kupitia ile kazi anayofanya pale, hakika Mungu amefufua hicho kipawa ambacho kilikuwa kimefua ndani yake. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha niwaambie, Mungu huwa anatafuta watu wake kwa njia mbalimbali. Na njia za Mungu si kama za mwanadamu na hazichunguziki. Hatuwezi kuzielewa. Ndugu James Malau, yeye alikuja hapa kutusaidia na kazi ya kuchimba kisima. Lakini kumbe katika hiyo kazi yake ambayo imemleta hapa, hapo ndio pia Mungu alikuwa ameona kilio chake cha miaka mingi. Alikuwa ametuma Lazaro, ametuma mjumbe kule kuwa kuna mambo huko yanaenda kufa. Haikufika kwa wakati ambao alikuwa anataka, lakini sasa ule wakati ambao Yesu amefika, amefanya makubwa kuliko yale ambayo alikuwa anafikiria. Amefufua kile ambacho kilikuwa kimekufa ndani yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna mambo yako ambayo yalikuwa yamekusumbua kwa muda mwingi, amini Mungu kuwa ataenda kuyafufua madamu uko chini ya sauti hii na uko chini ya nguvu za Mungu siku ya leo. Kuna mambo ataenda kubadilika sababu ni Mungu, na ni wiki hii ambayo alisema kuwa tengeni wanangu nikafufua kile ambacho kilikuwa kimekufa ndani yenu. Amen. Ataenda kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaenda kumalizia na tukio moja katika Biblia ya Naaman. Naaman alikuwa jemedari mkubwa ambaye alikuwa ameshinda Israeli kwa kuipiga, akiwa ni jemedari mkubwa wa nchi ya Shamu, na akapiga Israeli mpaka akachukua wengine mateka, mpaka mmoja akawa ni msichana ambaye anafanya kazi kwenye nyumba yake kama mtumwa. Lakini Naaman alikuwa na shida, alikuwa na ukoma. Yule msichana akamwambia tajiri wake ambaye alikuwa ni mke wa Naaman kuwa huko kwetu ule ugonjwa ambao mzee wako yuko nao, kuna nabii anaweza akauponya. Naaman alipoambiwa yale mambo, yeye akaenda kwa rais wake, sababu alikuwa ni mtu mkubwa. Akaandikiwa barua aende kwa mfalme wa Israeli. Vikawa hivyo, alipofika kwa mfalme wa Israeli, aliposoma ile barua, yule mfalme wa Israeli akaogopa, sababu anasema huyu bwana ndiye alinipiga tu hivi juzi, tena sasa hivi tena amerudi tena ukanitafuta nini? Mfalme akaamua mavazi. Ule ujumbe ukamfikia Elisha ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu. Akamwambia kuwa mfalme asifadhaike kwa ajili ya jambo kama hilo, huyo mtu apelekwe kwake, ataenda kumwombea. Naaman akatoka pale kwa mfalme akaenda kwa Elisha. Lakini la ajabu ni kwamba Elisha hakutoka hata kumuona. Alipofika pale, aliingia pale na grupu yake ya watu, kama vile mkubwa huwa anakuja mahali, anakuja na escort na mabodyguard. Lakini Elisha hakutoka kumuona. Akatuma tu msaidizi wake Gehazi, kamwambia huyo bwana aende kuoga katika mto wa Yordani mara 7, naye Mungu amesema ataponywa. Naaman kwa sababu alikuwa ni mtu wa kuheshimika, ni mtu na heshima zake, fedha zake na mamlaka yake, akaona amedharauliwa na akawa amegairi kwenda kuoga. Lakini kuna mfanyikazi wake pale ambaye alikuwa na hekima, akamfuata akamwambia kuwa bwana, kama nabii angekuambia ukafanya jambo ambalo lingeleta heshima, singekuambia wewe kulifanya. Akasema ni kweli,
Basi hata hii ambayo amekwambia wewe lichukulie kuwa ni jambo ambalo ni jema, nenda ukafanye tu na utii. Naamani akasikiza yule mfanyikazi wake na akafanya vile. Bwana Yesu asifiwe. Na aliponyenyekea na kukubali kurudi chini, akaenda kujichota katika ule mto ambao ulikuwa ni mchafu. Mwanzo anasema kuwa kwetu Dameski kuna mito ambayo ilikuwa ni mizuri ya kuliko Jordan. Kwa nini asingeniambia nikaoge huko? Kwa nini ananiambia nikaoge katika mto huu ambao ni mchafu? Lakini alipokubali kunyenyekea na akaenda akajichota mahali pale mara 7, hakika alipata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe kunyenyekea kwako mahali hapa, tumekemewa, tumeambiwa tupige magoti, tumeambiwa tuko na majiroho, na kweli hakika yako hayo majiroho. Tukapiga magoti na kunyenyekea kwa mwambia Mungu, nendo katusamehe, sisi ni wakosaji. Huko kunyenyekea kwako kuna mambo ambayo yamepona ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya kunyenyekea kwako na kukubali kushuka chini na kukubali makosa yako, Mungu amekufanyia uvivio. Amen. Amen. Naamani alipokubali kunyenyekea na kwenda kwa kwenye ule mto ambao ulikuwa ni chini ya viwango vyake, hakika alipona. Kwa hiyo katika revival, katika kuviviwa, ni lazima kuwe ni unyenyekevu. Huwezi ukaviviwa kama wewe mwenyewe tayari uko juu, uko high class, hauwezi ukagusika. Sasa utaviviwa vipi wewe? Uko sawa tayari wewe? Utaachwa hivyo na ugonjwa wako na ukubwa wako, na mwisho utakumaliza. Lakini Naamani alipokubali kunyenyekea, yeye alikuwa anaona mwanzo amedharauliwa. Alikuwa anafikiria kuwa akifika pale sababu yeye ni mkubwa, yule Elisha atatoka akuja mpapase mwili mzima huko kilipuka kumwombea. Lakini havikuwa hivyo. Hata wewe ulipokuja hapo ulikuwa unafikiria tutakuwa vingine. Unakuja tu kujazwa, bishop atasema tu pangeni laini hapa na kuwekea tu mkono, haya pokea, haya pokea, haya pokea. Havikuwa hivyo. Umeambiwa upige magoti na umwambie Mungu ang'oe chochote kile ambacho hakikupendezi ndani yake. Kunyenyekea kwako kumekufanya ukapata uponyaji. Basi uponyaji huo uwe ni wa mwili, uponyaji huo uwe ni wa kiroho, uponyaji huo uwe ni wa kiuchumi. Wewe ukajue kuwa Mungu amekuponya. Amen. Amen. Sababu kila mmoja mahali hapa yuko na ukoma wa kivyake. Amen. Naamani yeye alikuwa na ukoma wa kimwili. Wewe hujui ukoma wako ni gani, lakini unaweza kuwa uko na ukoma wa ndoa. Unaweza kuwa uko na ukoma wa mahusiano. Unaweza kuwa uko na ukoma hata katika kule boma yenu hamuongeleshani ndugu kwa ndugu. Kama mimi ukoma wangu ni farakano katika familia yetu. Paka wengine tukanyangiani ni kwenye kwenye mihala. Kwenye mihala. Uone ukoma kwa familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja mahali hapa yuko na ukoma. Kuna wengine ana ukoma wa utia, ufukara. Hata kikoko la kuku. Hata kenda gula kuna kabisa yuko kukala kila kibisa una kokota gosika kiko wako yombe yuyo kaikokota. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukoma huo. Kwa hivyo ukoma, Naamani alikuwa na ukoma. Hata wewe una ukoma wako. Kuna wengine ambao ukoma wao ni kapola na makongo. Kala ni homa wenu, kila homa unazuka vimgivajije. Sio pape moja, sio pa ya mgivajije. Kila kitu wa mtani unazuka kianza kwa hii. Alipe Yesu. Wacha nikwambie, kwa kunyenyekea kwako leo huo ukoma unaenda kukoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sababu Yesu amesema kuwa nitaenda kuwavivia wanangu. Kupita kunyenyekea kwenu, kupita kufunga kwenu, kupita kujinyima na kujitenga kwa ajili ya kutaka kuviviwa, nitavivia yote yale ambayo yanawasumbua na yale ambayo yamekufa ndani ya mwili. Pokea hiyo ni yako kwa jina la Yesu. Amen. Wapendwa, hakika Mungu anatupenda. Na Mungu anatuwazia mema. Uacha katika haya maombi ya leo na ibada hii ya leo, ukienda kumalizika jioni, ukapate kutiwa nguvu ambazo zitakubeba mpaka mwisho wa mwaka. Amen. Ukapate ushindi kila mahali utakapoingia. Amen. Ushindi katika mambo ya kiuchumi, ushindi katika mambo ya ndoa na mahusiano, ushindi katika makazi, ushindi katika afya yako. Usikale mtu hapa. Alipe Yesu. Amen. Nikago Mungu akabariki. Amen. 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 Karibu.